Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV, tarehe 4 za mwezi wa 4 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari mwenyewe wa habari za moto. Baraka, wazalendo wakerwa na vitendo vya baadhi ya FARDC, huku gavana Purusi asisitiza swala la wazalendo kuwepo mijini halitakubaliwa, na pia Basengezi Norbert Kantitima akataliwa nafasi ya kugombea ndani ya bunge la Seneti. Kigali, Rwanda yaipinga Marekani. Minembwe, zaidi ya magaidi ya M23 wajisalimisha, huku pia jijini Kinshasa serikali yatoa ripoti kamili baada ya kikao cha mawaziri hii Ijumaa ya tarehe 23 za mwezi wa 4 2026. Na msikose pia kutembelea Mwangaza TV, ambako utaendelea kukutana na baadhi ya matukio yote ambayo kuna rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile kumbuka operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako na utakuwa na wasiliana moja kwa moja na Baraka1 TV. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Baraka. Wazalendo wakerwa na vitendo vya baadhi ya FARDC. Mzalendo Mamadu amekerekwa na vitendo alivyofanyiwa na baadhi ya makamanda wa Gepard baada ya chifu escort wake kuweza kunyanyaswa na kunyanganywa vitu ambavyo alikuwa navyo kwa ajili ya matumizi binafsi. Mamadu ambaye ni moja kati ya mihimili mikubwa ya wazalendo ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, huku akiwa ndani ya muungano wa CNPSC ambako makazi yake ni Yepe ndani ya jiji la Baraka, anasimulia kwa kusikitishwa na kitendo alichofanyiwa askari wake wakati alipotumwa kwenda kununua vyakula na kujikuta anangukia mikononi mwa Gepari, na baadaye wanajeshi hao wa FARDC kuweza kumtendea kitendo ambacho hakikukubalika. Tazama akisumulia kupitia Baraka1 TV. Wazalendo ya Sud Kivu, msikie jinsi mimi nitasema, kwa sababu tuliona mshangao sana yenye ilipita pale jana kuhusu basoda yetu balikuwa banaenda kuemea mule mjeteme Baraka, barudie takuja kukulisha basoda. Mimi ndio nilitosha ile makuta. Alikuwa soda moya chife wangu wa kumwili, na ule chife nishatumika naye miaka 5, niko napambana naye vita ule chife. Bakamkamata wakamupana, alikutana na basoda 4. Bakamwambia we maimai, abakumuita mzalendo, baliita we maimai kuya hapa. Akaenda akamwambia ikala chini, akikala chini vula teni iko soda moya, na akukuwa na bunduki ule mzalendo. Bakamvula mateni, bakamwambia hivi, iwe mara ya kwanza na mara ya mwisho wewe au nyinyi kutembea na masilaha muhimu mwingine, kutembea na mateni muhimu mwingine Baraka. Désormais tunabafukuza, mwende mupori. Na ndio kisi wale wasoda gouvernement atanke banitiwa unité gani? Bagepar. Ndio bale mwambie ule soda. Donc ule soda kufika kulipatia raporo na mboga yote kutupa. Na mboga yote walitupa, ilikuwa mboga ya 12000, walitupa ile mboga. Vile mimi nilikuwa nenda kupimwa kwa hospitali, nikatuma ile soda waende kuemea, baende kunisongea bugali ule chipe wangu, lakini bakatupa ile mboga
wakakuja kuniambia habari, antuka roho yangu ilitunda sana. Roho yangu ilitunda sana. Kisi bapepar balitumika ile desordre pale jana na saa moja ya usiku na 45 minutes ukamata ule soda. Mimi kwenda kule kwenye nifanyia action kukutana balishaenda. Antuka ule ni Mungu mwenye alitenda, ni bakute balishaenda. Ningewakuta pale mimi Mamadou. Bakisikia ba. Mimi Mamadou. Ndio Mamadou Sitibu. Wazone afizo wa sekteri ya Tambala. Mimi ningewakuta pale. Ilikuwa sana. Mulipigia soda alifanya nini? Na kama vile vitu vyenye vilisha kuwa koni, mwambie wa baba. Wani wanatuchunga wa komanda force. Sisi tuliona ile yenu ni madesordre yenu yenye mnafanya ya kuleta adui akuje kuingia mjini Baraka. Ile ni konsinya yenu. Nabaambia hivi, hii ni zone afisi. Zone rouge. Hii ni zone rouge. Imbecile usikie. Hata kwanza nikutoshe dineti. Unione macho yangu mzuri. Hii ni zone rouge. Na kama hii ni zone rouge, papa, uwe yange sana. Wewe kufukuza mzalendo, we nyama imbecile ya mtu mbwa, ulikuwaka wapi we? Wewe ulikuwaka wapi? Wewe ulikuwaka wapi we? Mulienda Puchi mukakamatisha Makobola. Mulienda Puchi mukakamatisha Uvira. Puchi, Bukavu, Bukavu, Goma. Lakini baba mtukufu wa Mungu aliyeshushiwa nehema kutoka kwa Mungu, Baba William ya Kutumba, akasimama pale kwa Mungu. Wewe nyama mwenye unapiga mzalendo, ulikuwa wapi we? Ulikuwa kwanza wapi we mwenye unapiga mzalendo na kumnyang'anya masilaha na nini na kumnyang'anya mateni? Ulikuwa wapi? Mbwa wa mtu. Shenzi. Ukome na ukomazike. Mbwa. Zone ya Fizi. Uko na bahati sikukuta. Mimi Mamadou niko kukanyaka pale. Ungiona gisi mimi. Angilikuwa baba mtukufu wa Mungu William. Mungu. Dese. Ya kusimama pale kwa Munene. Wewe ulikuwa wapi we? Tulikuwa unaanza kukimbia we. Unaanza kukimbia na masoda yako. Ndio unatuma basoda, basi kulipigia basoda. Wenye wanakomboa nchi hii ya Kongo. Kupiga tena bazalendo, kupiga mzalendo, anawafanyia nini? Eske unisikia liba? Hapana. Eske liba? Hapana. Mtu mwenye anaenda kuemea. Anafanya nini? Unaanza kumfukuza. Sisi tulienda mpaka pale kwenye kulikuwa baba. Mimi Mamadou. Hata nikwambie sasa unijue mzuri. Mimi Mamadou kufika siku ya posho kulamkia siku ya Mungu vita inaingia. Hata nikwambie sasa unijue mzuri. Asubuhi tukapanda na T3 za operation mzee Alida, tukaenda naye. Tukakuta baibu wanasambaratika. Wazalendo wakachukua moto pale. Tukabana tope ya kwanza, tukabana tope ya pili. Na tukibaki tu katika masuala hayo ambayo yamekuwa yakisisitiziwa, Gavana Jean-Jacques Purusi asisitiza kuhusiana na swala la wazalendo kuendelea kukaa mijini kwamba halitakubalika, na vile asimulia mambo mengi yakiwemo pia usalama ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini na maendeleo ambayo yako yanapangiwa kwa ajili ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kutokana na yale ambayo yameweza kuonekana jimboni Kivu ya Kusini, kukimbia kwa wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge na kujaribu kulalamikia serikali kwamba warudishwe jijini Uvira, Gavana Jean-Jacques Purusi ndani ya jiji la Kinshasa kupitia nafasi ambayo inaandaliwa kila siku na Wizara ya Mawasiliano kwa ajili ya ripoti kamili kutoka sehemu mbalimbali. Kupitia maswali yaliouliziwa na mwandishi mwenzetu Bwana Biobe Malenga alijibu kama ifuatavyo. Ni mpango gani ambao ninyi mnaufanya ili kuhakikisha kwamba Wanyamulenge waliopo katika eneo la Kamanyola wamerejeshwa katika eneo zao na kupata huduma zinazohitajika? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili,
ni kutokana na usalama mdogo ambao sasa hivi umekuwa ukikithiri katika eneo la watu ambao wanatembea kutoka Uvira kwenda Bukavu, tanto 5,000, 2,000, 10,000, na kuna operesheni ambayo jeshi wameanzisha pale ambayo inaitwa Lungula Sapato, Lungula Telefone, Lungula Bilamba. Nyinyi kama serikali mnachukulia swala hilo njuga namna gani ili kuhakikisha kwamba raia wanaoishi katika maeneo serikali wapo yasiwe yakilalamika kusema kwamba wakati wale walikuwa hapa tulikuwa na usalama na wakati serikali imekuja tumeishi katika usalama mdogo? Swali lingine ni kutokana na eneo la Baraka. Sasa hivi kuna taarifa zinazosema kwamba wazalendo wanalazimika waondoke katika ile maeneo ili waendele maeneo ya vita. Unajua kwamba pale wale walikuwa wanaonekana kwamba wanasaidia jeshi kushika doria na kulinda usalama. Nini mnachokifanya ili kuhakikisha kwamba wazalendo wakiondoka usalama utakuwepo? Na ujumbe gani wa matumaini utakaopatia raia sasa hivi wa eneo la Sud Kivu kuendelea kupata matumaini ya kusema kwamba amani itakuwepo? Na la mwisho, nimepata swali lingine, eneo la Malikia pale kusini mwa Kasivuli, ulisema kwamba kuna bwawa la umeme, ni katika miradi umesema unayoifanya. Ulisema kwamba bwawa lile ulisema kwamba ni la muhimu. Tafadhali, ulitamka peke yako kwamba eneo unalolidhibiti utajenga bwawa ndogo la umeme pale Malikia ili kuhakikisha kwamba raia waliopo katika eneo unalodhibiti wamepata umeme. Asante sana ndugu journaliste, merci kabisa. Nikukwambia kwanza, ni message ya espoir kwa tuwapasha tuma kwa population kusema kama kope ya vale bayaya isha vide, c'est-à-dire ile magui yenye bako wanadanganya pendant 30 ans depuis 1994 mpaka leo. Bayaya alikuwa tunasema FDLR Interahamwe tout ça tout. Non, batu yote baisha comprendre kope na vide. Balisha toka Minova, balitoka Uvira, na bako banatoka Kamanyola, Minembwe, partout les maires batatoka na Kamanyola na Bukavu, na tutarudia bientôt. Nipenda niambie population hii strategie mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na determination na vision anaturudisha mkupe du monde leo après 52 ans. Bayaya mingi balipita ku pouvoir hapa, est-ce que balibifanya? Mais vérité iko tel que leo ile determination ile action ile espoir batoto ya Goma nani ya Uvira ya Bukavu ya Shabunda Mwenga na ma territoire tulifanya feti ya grave jana. Ile feti tulifanya na tutaifanya bientôt. Mkubwa wa nchi atatufikisha kwa ile kitu, tumfanyie confiance. Donc bientôt tuko tunadaka Bukavu, Kamanyola. Bayaya ba inventer ma tactique yao ya depuis 30 ans bile biisha vide bataenda tu. Donc njo message ya kwanza ile. Maintenant message ingine ni kusema kama ile ba barrière sur la route nationale numéro 5 notamment haiko ile tu. Njo mipenda ni na ile retour ya wazalendo bebiko Baraka barudi ku front. Bana message iko moya, autorité à l'état isharudia wazalendo presence yabo muvile ilikuwa kusema kama hatukukuwa na suffisance ya force ya défense ya sécurité, c'est-à-dire ba policiers na ba militaires. Leo tuisha kuwa na ma unité spécialisée, tuko na ba suffisamment de FRDC, de policiers biko déjà déployés na beko équipés. Alors bandu kwangu ba vrai wazalendo beko ku front na barudie ku front. Ile nawezekana fasi yote Baraka, que soit Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira, bapeti eto barudie ku front bende basaidie FRDC kule. Mais bale biko na kuya kujileta mu ville, assez vaze contrôler en frontière, ba créer abo DGM, ba créer abo DGD, ile makopelisha vide. Wa comprendre? Donc na yo bapeti batanza ni menacer leo ma réseau. Non, tulisha tia parquet militaire et civil. Nilisha anza kazi. C'est-à-dire bapeti wanengia mwele matiku mwele maguya kusema non tutakonvoquer gouverner bibi. Donc bayoka batakamatika kani kubabeba angenga bapeti yetu basiki kani kubabeba angenga procureur militaire aisha kuya na batale mais bale ba vrai batapata appui abo mkuu wa nchi atapatia abo mais kule ku front nele ma intimidation baachane na vile habita tubeba fasi. Donc biko banabambia kama FRDC kama commandant région nabambia murudie kuma ligne de front ba petit murudie kuma ligne de front
mulifanya kazi, president de la République ana reconnaître kazi mungu nafanya population, mutusaidie muache population tranquille. Mais ile mabariere payante biko natilia population kwa max yote, bile nilituma commandant région aende kule kote afunge bile vyote. Shabunda tunatoka funga bale bagayare mulisikia ile majina jina walikuwa jikamata saba Mungu kule kuterroriser population, bako wapi leo? Bako Mukapi. Na hivi Uvira utafa vile Shabunda, Fizi na Mwenga. Donc bebiko mwele magoya kusema ba Sibiti ville ba yachi FARDC ba yachi na police. Na hapa petit leo ma menace de mort hapa, mais bon ni kawaida tuishazoe. Ni kusema kama juu ya nani Banyamulenge. Una kopia ba master tunaiua. Sisi tunakomalia mwele region tunaiua. C'est-à-dire ni nini? Banatosha ba population Minembwe, banabatosha Bijumbu, banabaforcer les doigts à la gâchette. Batosha Uvira sinon twende Kamanyola kusudi tuoneshe tukree vide huku. Tuoneshe ka FARDC. Non, partout que FARDC kuna protéger bale batu. Na banafurahi. Na nous avons des témoignages. Muliona kama groupe ya Banyamulenge inatoka États-Unis, inatoka partout monde entier, inakuya mpaka Uvira. Inakuya témoigner kama bako bien protégé. Balikuwa bambia mkiingia Uvira mtauawa sur les champs. Mais comment? Tulizunguruka nabo Uvira. Tulitembea nabo dans la population. Il y a pas eu de problème. Il n'y a pas de témoignage. Donc, il est copié à master nayo isha vide. Maintenant, kwenye tuko c'est quoi? Ya mwisho bana. Sasa unaona Red Tabara, FNL na nani sabalisikia bana beba ba réfugiés bana beba Banyamulenge de force. Bana pa Kamanyola. Qu'est-ce que le Red Tabara a fait? Red Tabara, FNL na nani bakaingia nabo Kamanyola bakajibeba en civil monde. Sasa banaanza kutia pression c'est mrudishe Banyamulenge Uvira. Non, ilikuwa kopia kuingiza watu. Ndio maana tulisema abezi rudia qu'on fasse d'abord une commission paritaire, c'est-à-dire il est un tripartite, il y a réunir ACR, gouvernement rwandais, gouvernement burundais, gouvernement congolais, na tanzanien. Tu calais pas moi ça tu réfléchir, tu as conditions. C'est au cas par cas ndio bata juger mwatarudia ni nani na mwatarudia. Sinon tunazingiza bale ba Red Tabara binyuko afele makopi walificha mba population. Ndio but ya ile réunion. Na mimi naweza kama juele ma projet ya development hakuna problème usibange. Tukirudi jimboni Kivu ya Kusini, Basengezi na Urbere Kantitima akataliwa na raia kugombea nafasi ya wenyekiti namba 2 ndani ya baraza la seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia hao ambao ni wazawa wa Kaziba wanasema kwamba uwepo wa Kantitima katika nafasi hiyo ni sawasawa na kuwaingiza M23 ndani ya baraza la seneti. Wanamlaumu Kantitima kutokushirikiana na wazalendo wakati wote huu wa vita, na vile kuna uwezekano kwamba Kantitima atakuwa anashirikiana na magaidi wa M23. Gishi mia niko nizaliwa 1998 muvita mpaka leo. Kama kuna mtu ana asira mwa Kongo, hakuna mtu ana hasira mu Kongo kunizidi. Sasa kitu kemi nasema mko mnakisikiza mzuri msikiza rao. Roho watu naluma tu sana, sio blage. Hii betize wako wanafanya ndio politiki gani sasa? Ndio masaka kama unatosha unakoreje erere unaoke nyingine erere. No. Kantitima tena mu gouvernement. O lukwebo etretre. Kantitima yiko wapi? Kwa Kantitima na uko lukwebo, ku kamera na uko lukwebo. Kuna nanga na kuna lukwebo. Kuna Kantitima, bote ni bamoya ndugu yangu. Vraiment kama mnakuka na reunion ni ba journalist. Kiendeza kuomba Rajabu, sikome vitu mingi. Mimi na bezwe inchi yetu tuone tuko sawa. Mtoto wako Rajabu, mtoto wangu, mtoto wa mwingine mtu. Nouveau generation. Tuishi tuko bien na tujenge Kongo mzima. Vraiment tupiganie inchi yetu. Kantitima hatumutaki msho. Atatesa kesho, atusaba tutetu kesho. Na vitu vyenyewe tuko tunakatala. Fachi iko wapi? Eske iko naona mambo? Burafiki gani anatosha na Kantitima? Kuna nanga na kuna Kantitima, kuna Kagame, kuna Kantitima, kuna Kabila, kuna Kantitima. Mobote ni bamoya. Bwana, roho inaniluma vraiment, inaniluma kama njoo Kongo hii vraiment hivi habiwezekane kabisa. Tuko na akili, ndiyo balifutika kamera bakamutia Rutombe bakaweka nani? Meboji pala tukusema kwa tuliangalia Meboji anatumika je. Hapa banafanya unani banafer Rutombe nanga shenda kubele kuba tretre. Kantitima leo banamuproklame kama senateur. Vice president wa senateur anakuwa senateur mbele ile wakati ya
rebellion ba Rwanda wanaingia mu Kongo. No. Leo wanafanya visi. Kuna kuko difference entre visi na president. Visi ndio anatumika kuzidi president, bitu biko clair binafanyika partout. Nasikia visi anataka makonseil kila kitu. Iko na visi president, iko na 1000 moyens ya kuharibisha mambo yote. Na hizo ni taarifa ambazo zilikuwa wanasisitiza kutoka Baraka One TV, na hawa ambao wameweza kulalamikia kantitima ni vijana wakaaji wa maeneo ya Kivu ya Kusini, zaidi sana ndani ya tarafa, ndani ya kitongoji cha Kaziba, ambao wanamkatalia katu bwana kantitima kugombea nafasi hiyo ya kuwa deuxième vice president wa Sena. Baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Kigali ambako Rwanda yapingana na USA. Serikali ya Kigali yaonesha hadharani kupingana na Marekani ni kupitia rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame wakati akifanya mahojiano na jarida la habari la Jeune Afrique. Katika maswali ambayo aliweza kuulizwa na majibu aliyojibu, inaonyesha hadharani kwamba anapingana moja kwa moja na makubaliano yalosainiwa huko jijini Washington nchini Marekani. Likija swali la kwamba kwa nini vikosi vya Rwanda vipo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais wa Rwanda amejibu kwamba vikosi vyake havitaondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, badala yake wanaendelea kujilinda kutokana na FDLR. Na vile serikali ya Marekani kwa nini ipendelee tu upande mmoja, na kwa nini wanaipendelea Kongo wakati wao wanajilinda dhidi ya vikosi vya FDLR? Na vile rais wa Rwanda Paul Kagame ameweza kugusia kitendo cha uwepo wa Kabila Joseph ndani ya jiji la Goma, kwamba ni yeye ndiye aliyemfungulia mlango kupitia Rwanda kuweza kuingia Goma, na kitendo hicho kwake wala hakimpi wasiwasi, maana Kigali inajisikia kuwa salama endapo M23 itaendelea kudhibiti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amezungumza hayo bila kupepesa macho na bila kumungunya maneno, na vile akisema kwamba M23 sio kwamba ni M23, badala yake ni AFC M23 ambaye inaongozwa na kusimamiwa na bwana Joseph Kabila, na swala la M23 wala sio tatizo la Rwanda, badala yake ni tatizo la Wakongomani. It's not just M23 anymore. That AFC M23 means broadened group. I have seen also that even the former president of Congo, Kabila, is now part of or associated in one form or another. I would be happy to ensure that those who want to come and be part of the Eastern Congo that belong there or belong to Congo and want to be part of the struggle to get a stable Congo, I would welcome them. It doesn't have to be Kabila, but we're talking about Kabila. How does this person say he wants to confront this situation in his country? Uko nasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV tarehe 4 mwezi wa 4 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto, Tobiondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Litesha, Da Asha, Da Arwin, Akisi Kandeke, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Jacques Baguma kutoka Uganda. Pia unafuata matangazo yetu ukiwa huko maeneo ya Afrika ya Kusini. Na baada ya matangazo hayo kutoka jijini Rwanda, rais wa Rwanda Paul Kagame amekataa katu kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kitendo hichi ni kuweza
kupingana moja kwa moja na Marekani. Turudi jimboni Kivu ya Kusini ndani ya tarafa la Fizi ambako Minembwe zaidi ya M23 wajiripoti na kukamatwa mateka baada ya mapigano dhidi ya vikosi vya serikali na wazalendo. Kuelekea mapigano ambayo yamefanyika kuanzia siku ya Jumatatu mpaka kufikia hivi siku ya Jumamosi, hiyo siku ya Ijumaa, magaidi wa M23 ndani ya kitongoji cha Minembwe waliweza kujisalimisha kwa vikosi tihifu kwa serikali kutokana na hali ambayo wako wanapitia ndani ya vikundi hivyo magaidi wa M23. Mateka hao ambao wanadai kwamba wengi walikamatwa ndani ya majumba zao na wengine walikamatwa kwenye mikutano mbalimbali ambao walikuwa wanaandaliwa na M23, na vile wengine walikuwa ni wanajeshi wa zamani ambao walazimika kuingia ndani ya M23. Wamekimbia kiupande wa M23 kutokana na mateso wanayoyapitia, manyanyaso na vile kunyimwa mpaka chakula, huku wakiitwa kuwa ni wasaliti. Wameona ni vema kurudi nyumbani na hivyo kutoa wito kwa wenzao ambao mpaka sasa wanaonekana kuendelea kusalia kwenye mikono ya M23 sababu ya kukosa nafasi ya kutoroka, watumie mwanya wowote watakokutana nao ili waweze kuja kujisalimisha upande wa serikali. Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tujirushe moja kwa moja makao makuu ya DRC jijini Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatoa ripoti na maamuzi yaliyochukuliwa kwenye kikao cha mawaziri kilichofanyika siku ya Ijumaa. Utafahamu tu kwamba kila siku ya Ijumaa kuna kikao cha mawaziri na ndani ya kikao hicho kunazungumzika mambo kadha wa kadha ya maendeleo na miradi ambayo serikali inatakiwa iweze kutekeleza, na inafanyika hivyo. Pia waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Bwana Patrick Muyaya anakuwa yuko tayari kwa ajili ya kutupa ripoti kamili nini ambacho kilizungumzika kwenye mkutano huo wa mawaziri ambao uliongozwa na waziri mkuu Bi Judith Suminwa Tuluka. De la 85e réunion du Conseil de ministres. La première ministre chef du gouvernement a présidé aujourd'hui, vendredi 3 avril 2026, à la Cité de l'Union africaine par délégation conformément à l'article 79 alinéa 1er de la Constitution de la République, la 85e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication du président de la République chef de l'État, point d'information, approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres et enfin examen et adoption de textes. La communication du président de la République lue par la première ministre chef du gouvernement a porté sur un point unique, à savoir la qualification des Léopards pour la Coupe du Monde 2026. Le président de la République a suivi, avec une immense fierté, la brillante victoire de notre équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo, face à la Jamaïque dans la nuit du 1er avril 2026. Par cette performance remarquable, nos joueurs viennent d'honorer la nation tout entière et d'ouvrir à notre pays la voie de la qualification à la Coupe du Monde, marquant ainsi le retour de la République démocratique du Congo à cette prestigieuse compétition internationale après 52 années d'absence. Au nom du peuple congolais et en son nom propre, il a adressé ses félicitations les plus chaleureuses aux joueurs, au staff technique ainsi qu'à l'ensemble des encadreurs de l'équipe nationale dont l'engagement, la discipline et l'essence du patriotisme ont permis d'écrire cette page importante de notre histoire sportive. Il a saisi également cette occasion pour appeler à une mobilisation tous azimuts de nos compatriotes afin de réserver à nos léopards, véritables ambassadeurs de la fierté nationale, le jour de leur retour à Kinshasa, un accueil vibrant, enthousiaste et à la hauteur de l'exploit accompli. Que cette qualification historique inspire notre jeunesse et renforce la confiance de notre peuple dans ses capacités. Toutefois, il a tenu à rappeler que la victoire contre la Jamaïque ne constitue pas une finalité en soi. Elle doit plutôt être considérée comme une étape vers un objectif plus ambitieux,
notre nation doit nourrir l'ambition légitime de porter haut les couleurs de la République démocratique du Congo sur la scène sportive internationale et de viser avec détermination et persévérance la conquête de la Coupe du Monde. Cette ambition n'est pas un simple rêve, mais l'expression d'une volonté collective de hisser notre football au rang des grandes nations sportives. Elle appelle à la mobilisation de toutes les énergies, celle de nos joueurs, de nos encadreurs techniques, de nos dirigeants sportifs, ainsi que de l'ensemble du peuple congolais qui, à travers sa passion et son soutien indéfectible, demeure le premier moteur de nos succès. Avec la foi en Dieu, l'unité nationale, la discipline, le travail et les efforts conjugués de tous, cet espoir est non seulement permis, mais pleinement à notre portée. Dans cette perspective, le président de la République a engagé le gouvernement à se mobiliser afin de réunir toutes les conditions nécessaires à une préparation optimale des léopards. À cet effet, le ministre des Sports et Loisirs est instruit d'élaborer et de soumettre dans les meilleurs délais un plan stratégique et holistique de préparation de l'équipe nationale, couvrant notamment les aspects techniques, logistiques, médicaux, organisationnels et psychologiques. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances sont instruits de demeurer en alerte afin de répondre avec diligence à toute sollicitation pécuniaire dûment justifiée et conforme aux exigences de cette préparation nationale. Il a tenu également à souligner qu'il suivra personnellement l'évolution de ces dossiers qui revêt une importance particulière pour l'unité, la fierté et les rayonnements internationaux de notre pays. Un rapport de valuation et de suivi est à présenter chaque vendredi au Conseil de ministres. Prenant la parole pour son intervention, après avoir lu la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue quant à elle sur la nécessité de renforcer la stratégie du gouvernement dans la captation et la sécurisation du flux d'or en République démocratique du Congo. Elle a mis en place une équipe de travail constituée des experts de ministères et services techniques concernés en vue de dégager les réponses pertinentes aux préoccupations soulevées par les présidents de la République lors de la 79e réunion du Conseil de ministres du vendredi 20 février. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Ripoti hii yote kamili utaifuata kupitia Baraka One TV. Usikose kuendelea kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka One TV, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo yetu kila wakati. Bye bye.